السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا والعمل الصالح، وأن يجعل هذا اجتماعا مرحوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يفتح لنا فتوح العلماء والعارفين، اللهم آمين. Tukiwa katika darasa fupi sana. Nikisema darasa fupi kwa maana haina muda mrefu, kwa sababu ya dharura zetu na hali zetu. Kwa hiyo katika darasa hii tutakuwa na tafsiri ya suratu Yasin, moja katika sura ambazo ni mashuhuri kwa kila Muislamu. Hakuna Muislamu ambaye haijui suratu Yasin, ima kwa kuisoma au kwa kuisikia. Ni sura ambayo kila mtu anaitambua. Na tafsiri ya Qur'ani pahala popote lazima mtu aisome kwa mashekhe na walimu. Usije ukachukua tafsiri ya Kiswahili ukasoma ukamaliza kisha ukasema mimi nimesoma tafsiri. Wewe utakuwa umefanya tarjama tu mwenyewe basi. Lakini tafsiri hasa unatakiwa usome kwa walimu. Lakini vile vile ukiendelea kusoma lazima usome misingi ya kutafsiri nini? Ya kutafsiri aya. Hakuna kitu ambacho masahaba ilikuwa nakiogopa kama kutafsiri aya. Lazima na misingi ya kutosha. Tofauti na hivyo utakuwa unamsingizia Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno yake. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin. Yasin tunaita ni miongoni mwa herufi ambazo ni zenye kukatwa au kukatika. Tunaita al-huruful muqatta'a. Huruful muqatta'a ni zile herufi ambazo husomwa moja moja. Ha, mim, alif, la, mim, ya, sin. Zinaitwa hurufu al-muqatta'a. Kauli ya kwanza ya wanaochuoni wanasema maana ya hizi aya Allah subhanahu wa ta'ala anajua zaidi. Na wako waliosema maana ya hizi aya maana yake ya insanu au ya rajulu, ewe mtu. Kuna baadhi ya mufassirina wamefasiri hivyo, lakini ile asahu zaidi, ile kauli yenye nguvu zaidi ni kwamba hizi aya maana yake anaijua nani? Allah subhanahu wa ta'ala.
wal Qur'anil hakim, naapa kwa Qur'ani tukufu. Wal Qur'ani, naapa kwa nini? Kwa Qur'ani. Hiyo wao inaitwa ni wawul qasam, wao ya kuapa. Mtu anapoapa anatumia nini? Wao. Wallahi, si ndio? Billahi, tallahi, hii wao huitwa wawul qasam, baul qasam, taul qasam, zinatumika katika kuapia. Wal Qur'ani, naapa kwa Qur'ani al-hakimi, iliyojaa nini? Hikma. Iliyojaa nini? Hikma ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala anaiapia nini? Qur'ani. Na Allah hakiapii kitu ila kitu hicho ni kitukufu, ila kitu hicho ni kikubwa. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anakiapia. Innaka, hakika wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, innaka, hakika wewe Muhammad, la minal mursalina, ni katika mitume. La minal mursalina, ni miongoni mwa nani? Mwa mitume. Kwa hiyo wala usighurike kwa wale wanaosema kwamba Muhammad ni shairun, ni majnuni, sijui ni nani, sijui ni nani. Allah mwenyewe anajua kwamba Muhammad ni nani? Mtume. Ala siratin, tena upo katika njia. Ala siratin, tena upo katika njia. Mustaqimin, iliyonyooka. Upo katika njia iliyonyooka. Mtume sallallahu alaihi wasallam njia yake ni mustaqim. Njia ipi? Iliyonyooka ni njia ipi? Uislamu, da'wa aliyokuja nayo Mtume alayhi salatu wassalam ni njia iliyonyooka. Kwa hiyo Mtume hakuja na taarifa za uongo, amekuja na taarifa za kweli. Tanzila, Qur'ani vile vile ni uteremsho. Tanzila nini? Ni uteremsho. Ndio maana uteremsho, yani Qur'ani ni kitu kilichoteremshwa. Qur'ani ni kitu kilichoteremshwa. Al-Azizi, na yule mwenye utukufu, mwenye izza, ambaye ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hakimi, Ar-Rahimi, mwingi wa nini? Mwingi wa rehema, ambaye ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Qur'ani ni uteremsho unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kwa nani? Kwa mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini Allah ameiteremsha Qur'ani? Kwa lengo lipi? Allah kwenye Qur'ani alisema ma farratna fil kitabi min shay'in, hatujaacha kitu chochote ndani ya Qur'ani. Majibu unayotaka, kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam ameteremshiwa Qur'ani? Kwa nini ametumwa? Allah anasema litundhira qauman, litundhira qauman, tumekupa kitabu tukakufanya upo katika sirati mustaqim. Kwa nini? Litundhira qauman, ili uwaonye watu. Litundhira, ili uwaonye, qauman, watu. Uende ukawape tahadhari, uwaonye ili lafaa, ili alifai. Ma, kwa kitu ambacho, qauman hapa unakusudiwa kwanza ni Makuraish, kisha wengine ni tabaan, wengine wanafuatia. Sawa? Kwa mtume anaambiwa Qur'ani tumeiteremsha uwaonye hawa watu wako uliokuwa nao.
awaonye kwa kitu gani? Ma, kile ambacho kwamba undhira, walionywa kwacho. Undhira, walionywa kwa kitu hicho. Abauhum, baba zao. Abauhum, baba zao. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa hii Qur'ani utakwenda kuwaonya hawa watu ambao hata baba zao vile vile walifanya nini? Walionywa. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Fahum, basi wao, ghafiluna, ni wenye kughafilika, ni wenye kughafilika na kuifuata haki na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ameleka naam, laqad haqqa alqawlu, hakika imethibiti adhabu. Laqad, kwa hakika, ni wenye kughafilika. Fahum ghafiluna, ni wenye kughafilika. Laqad haqqa alqawlu, hakika imethibiti adhabu. Alqawlu maanahu aladhab. Hakika imethibiti adhabu ala aktharihim, kwa wengi wao. Wengi wao imewathibitikia nini? Adhabu. Fahum la yu'minun, wao si wenye kuiamini Qur'ani. Wao si wenye kuiamini nini? Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu wengi wao tayari imewathibitikia adhabu, kwamba hawa bwana wataadhibiwa. Kwa hiyo hawatoiamini Qur'ani. Tuko pamoja? Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hawezi kuwabadilisha watu mpaka watu wenyewe wabadilike. Kwa hiyo hawa, sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwahakikishia adhabu ni kwa sababu wao hawakuwa tayari kuikubali nini? Imani. Tuko pamoja? Kwa hiyo Allah anapowapoteza watu, anawapoteza watu baada ya kwamba wao wenyewe hawako tayari kufanya nini? Kuongoka. Allah anazidi kuwapotosha. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad haqqa alqawlu ala aktharihim, hakika imethibiti adhabu kwa wengi wao. Fahum la yu'minun, hakika wao si wenye kuiamini nini? Qur'ani. Hawezi kuiamini Qur'ani. Kwa hiyo adhabu tayari imeshathibiti wao. Inna ja'alna, inna, hakika sisi, ja'alna, tumejalia na tukaweka. Neno ja'ala ni katika matamko ambayo yanaweza kutumika katika maana tofauti tofauti. Ja'ala inaweza kuwa na maana ya kuitakidi. Waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Waja'alul malaika, ay i'taqadu, na wakawaitakidi malaika kwamba ni wanawake. Na kuna ja'ala kwa maana ya kukijalia kitu, kukifanya kitu. Inna ja'alna, hakika sisi tumejalia, fi a'naqihim, katika shingo zao. Yani watu wasoamini, Allah anapiga mfano, asema mfano wao ni sawa na wale ambao tumejalia fi a'naqihim, katika nini? Shingo zao. Aghlalan, minyororo. Aghlalan, minyororo. Fahia, basi minyororo hiyo. Fahia, minyororo hiyo. Fahia ila al-adhqani,
basi hiyo minyororo ila al-adhqani, katika videvu vyao. Adhqani ni jamu dhiqni, dhiqni ni kidevu. Awashe wote ni sawa. Fahiya ila al-adhqani, basi mikono hiyo katika videvu vyao. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kuna mfano hapa anataka kuupiga. Mtu ambaye si mwenye kuikubali imani ni sawa na mtu ambaye amefungwa mikono yake, yani mikono ile ikafungwa mpaka hapa kwenye nini, kwenye shingo. Sasa mtu mikono yake ikibinywa vizuri hapa kwenye shingo, lazima unyanyue nini, kichwa, si ndio? Sasa Allah anasema mfano wa mtu ambaye haamini Qur'ani ni sawa na wale ambao kwamba tumewafunga mikono yao katika nini, adhqani, katika videvu vyao. Fahum muqmahuna, basi wao ni wenye kunyanyua vichwa vyao, ni wenye kunyanyua. Kuwa watu wakifungwa mikono katika videvu lazima wanyanyue nini, vichwa. Mfano huo ni sawa na kafiri ambaye anasikia ukweli lakini anajifanya hasikii. Yani sawa na mtu ambaye shenjo wa mtu anyanyua kichwa ni kama vile hakusikii. Ndio mfano wa mtu ambaye haamini Qur'ani. Mfano wake ni sawa na mtu ambaye amefungwa nini, mikono katika karibu na videvu vyao. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna, hakika sisi, ja'alna, tumejalia, fi a'naqihim, katika shingo zao, aghlalan, minyororo. Fahia, basi minyororo hiyo, ilal adhqani, katika fahia, mikono hiyo ambayo imefungiwa kupitia nini, kupitia minyororo, ilal adhqani, katika videvu vyao imebanwa. Fahum muqmahuna, basi wao ni wenye kunyanyua nini, shingo zao. Muqmahuna ni wenye kunyanyua nini, shingo zao, au waweza kusema vichwa vyao. Kwa nini? Kwa sababu hawezi kutazama chini, hawezi kutazama chini. Kwa nini? Kwa sababu amefungwa nini, mikono yake imefungwa na minyororo. Sasa mfano huu ni mfano wa mtu ambaye hakuiamini Qur'ani, hawezi kuisikiliza Qur'ani. Kwa hiyo kafiri ambaye hawezi kuisikiliza Qur'ani wala hawezi kuifuata Qur'ani ni sawa na mtu aliyefungwa mikono yake katika kidevu chake. Kwa hiyo hatumweleze nini, huyo hakuelewi. Tuko pamoja hapo? Waja'alna min baini aydihim sadda, waja'alna, na tukaweka, min baini aydihim, mbele yao, saddan, kizuizi. Waja'alna, na tukaweka, min baini aydihim, mbele yao, saddan, kizuizi. Wa min khalfihim, na nyuma yao, saddan, kizuizi. Yani kwa maana mtu huyu kwa njia zote amezuiliwa kuijua haki, sio mbele yake wala sio nyuma yake, hawezi kuiona nini, haki. Fa aghshaynahum, kisha tukawafunika nyoyo zao, tukazifunika. Fahum la yubsiruna, kwa hiyo wao hawaoni. Si kwa maana hawaoni hivi kwa macho, kwa macho wanaona, lakini kwa moyo hawawezi kuona. Fahum la yubsiruna, basi wao si wenye kuiona haki. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala nyuma yao na mbele yao ameweka nini, kizuizi. Tunamwambia ukweli, namwambia haki gani bwana, wewe ndio unajua haki. Kwa hiyo mtu huyo ujue Allah subhanahu wa ta'ala ameweka nini, kizuizi mbele yake na nyuma yake. Waja'alna min baini aydihim sadda, hii aya wallahu aalam, lakini baadhi ya watu waliofanya tajriba wanasema ikiwa mtu kuna pahala anaogopa shari, basi anaweza akasoma hii aya, ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsiruna, mara 7, kisha Allah atakustiri. Na imesimuliwa kwenye tarikhi
kwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Makureishi walipanga kwenda kumuua. Ikabidi Makureishi watafute kijana katika kila kabila. Kabila hiyo wakachukua kijana, kabila hilo wakachukua kijana, kabila hilo wakachukua kijana. Kwambia sasa nyinyi mtakwenda katika mlango wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akitoka tu ile asubuhi usiku kwenda msikitini, mnampiga, mnamuua. Kwa hiyo makafiri wakajikusanya katika mlango wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa lengo la kumuua. Na nyumba za zamani ilikuwa zina vitobo vitobo. Kwa hiyo watu wakichungulia kwenye kitobo hivi, wakiangalia kwenye kitanda, wanaona Mtume pale amelala, sema bado yupo. Kwa hiyo wakalala. Lakini baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake atoke. Mtume akatoka, akawakuta wale wanajeshi wote wamelala pale. Mtume akawa anasoma hii aya, waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kisha akachukua mchanga akawa anawatupia. Mtume huyo akaondoka zake na Abubakar wakaenda Madina. Sasa wale jamaa wamelala mpaka kama saa ngapi, saa 2 saa ngapi asubuhi, wanashtuka, wanaona jua. Wanaingia hivi ndani, wanakuta katika kitanda pale amelala sahaba Ali ibn Abi Talib. Wanatoka nje, akaja mtu mmoja akamwambia, wallahi mmefeli. Mimi nilimuona Muhammad usiku akiamka pale, akatoka akachukua mchanga akaumwagia, kisha akaondoka zake. Dua aliyosoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, waja'alna min bayni aydihim saddan min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, ni moja katika adhkari ambazo ni muhimu. Na ndio maana suratu Yasin ni moja katika sura ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja umuhimu wake sana. Baadhi ya hadithi ni dhaifu, lakini ziko sahihi zenye kutaja ubora wa sura hii. Sura hii ina mambo mengi sana ambayo yametajwa ndani yake. Wasawaun alaihim, na ni sawa juu yao, aandhartahum, kama utawaonya, am lam tundhiruhum, au hutawaonya, ni sawa tu. Sawaun alaihim wa sawaun alaihim, na ni sawa juu yao, aandhartahum am lam tundhiruhum, kama utawaonya au hutowaonya. La yu'minuna, basi wao si wenye kuamini Qur'ani. Uwaonye usiwaonye, hawawezi kuamini nini? Qur'ani. Kwa nini? Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ilo tayari khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah akishapiga muhuri, shekhi, hata uambiwe nini? Utakuwa jeuri wewe kila siku kwenye mambo ya dini. Nini bwana? Nini bwana? Ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametia muhuri. Na ndio maana kitu muhimu ambacho unatakiwa kukiomba, Mtume alikuwa anasema, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Na baadhi ya hadithi Mtume sallam anasema, inna quluba bani adam ala isba'i min asabi'ir rahman. Mtume anasema hizi nyoyo zetu zipo katika vidole vya nani? Vya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha, hizi nyoyo anazigeuza vile atakavyo. Kwa hiyo dua muhimu ya kuomba, muombe Allah subhanahu wa ta'ala au thibitishe moyo wako katika nini? Katika imani. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala sema, wasawaun alaihim, na ni sawa juu yao, andhartahum, kama utawaonya, am lam tundhiruhum, au kama hutowaonya vile vile, la yu'minuna, hawatokuwa ni wenye kuamini. Innama, hakika mambo yalivyo, si vinginevyo, mambo yalivyo, tundhiru, utamuonya, manittabaa, yule mwenye kufuata, adhikra nini?
utajo au ukumbusho. Innama tundhiru, hakika si vinginevyo wewe utamuonya, manittaba, yule mwenye kufuata, adhikra, ukumbusho, wa khashiya arrahmana, na akamuogopa mwingi wa rehma, bilghaibi, kwa nini? Kwa siri. Akamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala bilghaibi, kwa nini? Kwa siri. Fabashiruhu, basi mtu huyo mpe habari njema, bimaghfiratin, kwamba ana nini? Ana msamaha, wa ajrin karimi, na ujira uliokuwa mtukufu. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja man khashiya arrahmana bilghaib, iwe anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ghaib, kwa sababu ndio pahala ambapo Allah subhanahu wa ta'ala humwangalia zaidi mja wake kuliko pahala popote. Na baadhi ya wanaochuoni, mfano al-Imam Ibn Qayyim kwenye kitabu chake Al-Fawaid ametaja ikiwa mtu ukiwa peke yako ni tofauti na ukiwa mbele za watu, bado haujafikia daraja ya kuwa muumini. Tena baadhi ya arifina wengine wakaenda mbali zaidi wakasema, yani upeke yako uwe una athari kubwa kwako kuliko yani udhahiria wako. Yani kwa maana ukiwa ndani, ukiwa peke yako watakiwa uwe na hofu zaidi, uwe na uchamungu zaidi kuliko hata ukiwa mbele za watu. Ila sisi tumegeuza, ukiwa mbele za watu ndio ufanye uchamungu, ila ukiwa sasa huko nasallallahu alaihi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala asema wa khashiya arrahmana bilghaib. Ghaibi ni ile khalwa, ukiwa peke yako. Fabashiruhu, basi mtu huyo mpe bishara, bimaghfiratin, kwamba ana msamaha, wa ajrin karimin, na ana ujira uliokuwa mtukufu. Inna, hakika sisi, yani Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu, hakika sisi, nuhyil mauta, ndio tunahuisha nini? Maiti. Sisi ndio tunaohuisha maiti. Wa naktubu, na sisi ndio tunaandika, ma, yale ambayo qaddamu, walio yatanguliza katika mazuri au mabaya, wa atharahum, na yale walioyaacha katika mazuri au mabaya. Allah sema ni sisi ndio tunaandika hayo. Inna nahnu, hakika sisi, nuhyil mauta, ndio tunahuisha nini? Maiti. Wa naktubu, na tunaandika, ma qaddamu, yale waliotanguliza, wa atharahum, na yale walioacha. Wa kulla shay'in, na kila kitu, ahsaynahu, tumekidhibiti, tumekiandika, fi imamin mubin. Imamin mubin ni lauhil mahfudh, ule ubao ambao kimeandikwa kila kitu. Ubao ule unaitwa imamun mubin. Wa kulla shay'in, na kila kitu, ahsaynahu, tumekiandika, fi imamin mubin, katika ubao ambao unaitwa imamun mubin. Imamu alikuwa wazi, yani kila kitu pale kimeandikwa. Yani ubao ule ndio ubao ambao umeandika kila kitu, tofauti na baadhi, kwa sababu mfano mwanadamu ameandikiwa makadirio yake ya siku, makadirio ya mwaka, sawa, makadirio ya umri. Haya makadirio yote yametolewa fi imamin mubin, katika ule ubao ambao sasa ule ni kama kiongozi. Yani mambo yako yote yanachukuliwa pale, yanajazwa kwenye daftari lako. Makadirio yako ya umri yanachukuliwa pale, makadirio yako ya mwaka yanachukuliwa pale, makadirio ya siku, ya mwaka, kila kitu. Kwa hiyo ule ubao unaitwa imamin mubin. Aya hii Allah anaposema sisi ndio tunaandika yale waliotanguliza na yale walioyachelewesha, ikiwa mtu ameacha mambo ya kheri yatamuingizia thawabu, na kama ameacha mambo mabaya vile vile atamuingizia nini? Madhambi. Kwa hiyo hakikisha kama unakufa usife aliyakuwa umeacha mlango wa shari.
Mfano wasanii, mtu amekufa lakini ameacha mziki, yani nyimbo zake zinasikilizwa miaka na miaka. Mtu amekufa ameacha baa, mtu amekufa ameacha danguro. Basi huyu hata kama yupo kaburini, zile athari ambazo ameziacha basi za muingizia madhambi kila siku. Na kinyume chake vile vile, mtu amekufa kama ametoa wakfu msikiti, kiwanja labda pajengwe msikiti au kisima watu wachote maji, basi huyu hata kama akifa leo, kila siku atakuwa anaingiziwa thawabu. Kwa maana hiyo, kama hana athari mbaya aliyoiacha, basi huenda mpaka siku anafufuliwa atakuwa na kheri nyingi kuliko nini? Kuliko matendo mabaya. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema, waman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu. Ukifanya amali yoyote ya kheri hata kama ni ndogo, basi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala amali hiyo utaiacha. Katika kitu muhimu ambacho Muislamu anatakiwa kukitilia umuhimu ni suala la wakfu. Ulama wa fiqh wanasema, Al-Imam Tirmidhi asema, hakuna sahaba aliyekufa ambaye alikuwa na uwezo isipokuwa alitoa mali zake kuwa ni wakfu. Kwa nini? Kwa sababu ya fadhila za kuweka wakfu kitu, ima nyumba au kiwanja chako au kitu chochote. Mfano, mtu labda na baskeli yako, unasema bwana, hii baskeli naipeleka Donge, hii baskeli ni wakfu. Kila anayetaka kwenda barabara 6 Ijumaa, baskeli hapa ni wakfu tu. Kila anayetaka kwenda kusoma darasa kwa shekhi fulani, baskeli hapa, hiyo ni wakfu. Hata nikifa leo, yani sio ya mtu maalum. Kwa maana hiyo, hata leo ukifa ile baskeli kila siku ikiendelea kutumika, wewe unapata nini? Unapata thawabu. Kwa hiyo moja katika amali nzuri ambayo mtu anaiacha baada ya kufa ni aache wakfu. Na moja katika masharti ya wakfu ni kwamba kile kitu unachokiacha kiwe kina sifa ya kudumu. Sawa? Kama hiyo baskeli, kwamba hata kama ikitumiwa inadumu, si ndio? Lakini usiache wali ukasema sasa mimi nikifa huu wali ni wakfu. Wali hauwezi kuwa nini? Wakfu, kwa sababu ukiliwa tu siku moja umeisha. Toa kiwanja kwa sababu ni karne na karne. Sawa? Toa mfano nyumba, sema hii nyumba bwana mimi natoa wakfu waishi watu wanaosoma elimu ya dini. Kwa hiyo ni watu na watu watakuja watakaa. Unatoa kisima, unasema kisima hiki watakunywa Waislamu na watu, basi ni karne na karne. Sasa jambo hili litakuwa linakuingizia kheri kila siku. Kama wewe una jambo ambalo unaweza kuliacha baada ya kufa kwako, hakikisha unafanya hivyo. Wallahi, hakikisha unafanya hivyo, kwa sababu maisha ya kaburini ni marefu. Maisha ya kaburini ni marefu kuliko maisha ya duniani. Kuna watu tumezaliwa hapa hatujaona nani? Babu zetu, si ndio? Hatujawaona. Na yawezekana hapa wewe utakufa, wajukuu zako pia watafanya nini? Hawatakuona. Halafu sasa jiangalie wewe una miaka mingapi hapo ulipo. Unakuwa na miaka 30 hapo ulipo. Sasa kama una miaka 30, manake babu yako amekaa kaburini miaka mingapi? 30. Na wewe muda si mrefu utakwenda kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe pia utakaa miaka hiyo hiyo. Kwa kikubwa ni utangulize amali ambayo unaamini hata kama nikiondoka basi amali ile itakuwa inaniingizia thawabu. Wadhrib lahum, wapigie wao. Wadhrib lahum, wapigie wao. Mathalan, mfano. Mathalan, mfano. Wapigie mfano. Ashabal qarya, na mfano huo ni ashaba alqarya. Ashaba, yani mfano huo ni ashaba alqarya, watu wa kijiji fulani. Kijiji hicho wallahu aalam kinaitwa sio Antokia, kitu kama hicho. Kinapatikana maeneo ya, wanasema, kaskazini mwa Uturuki. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wapigie mfano
wa ashabul qarya idh jaaha, pindi walipojiwa, idh pindi, jaaha walipojiwa, almursaluna na mitume. Pigie huo mfano, pale walipojiwa na mitume watu wa kijiji. idh arsalna, pindi tulipopeleka, idh arsalna, pindi tulipopeleka, ilaihim, kwa wao. Kwa kina nani? Kwa hawa watu wa mji, watu wa kijiji. idh arsalna, pale tulipotuma, ilaihim, kwa wao, ithnaini, watu wawili. Tulipeleka watu wawili waende wakafanye da'wa. fakadhabuhuma, wakawakadhibisha. fakadhabuhuma, wakawakadhibisha, yani watu wa kijiji wakawakadhibisha wale watu, kwamba nyinyi waongo. fa'azzazna bithalithin, fa'azzazna, tukawatia nguvu, fa'azzazna, tukawatia nguvu, bithalithin, kwa mtu wa tatu. Walipelekwa watu wawili, walipokadhibishwa Allah akaongeza mtu wa tatu. fa'azzazna bithalithin, tukawatia nguvu kwa kuongezea mtu wa tatu. faqalu, wakasema, inna, hakika sisi watu watatu, inna, hakika sisi, ilaikum, kwenu nyinyi, mursaluna, ni wenye kutumwa. Sisi watu watatu tumetumwa kwenu. inna ilaikum, hakika sisi kwenu nyinyi, mursaluna, ni wenye kutumwa. Kwa hiyo tusikilizeni jamani. Qalu, wakasema, kina nani? Wale watu wa kijiji. Qalu, wakasema, ma antum, hamkuwa nyinyi, ma antum, hamkuwa nyinyi, illa basharun, isipokuwa ni watu, mithluna, mfano wetu. Hamkuwa nyinyi ila ni watu mfano wetu. Unarudi kijijini kwenu, unamwambia jamani, mimi ni shekhe. Sasa na wewe pia dunia imekwisha. Eti unaye ni shekhe siku hizi bwana, anatoa darasa msikitini kwao. Watu wanakudharau, hawajui kwamba umetoka kusoma, una maalumati ya kutosha. Mwambie wewe bwana, usilikuwa muhuni tu kama sisi bwana, kwa tunakula bangi wote hapa. Sasa hizi eti na unajifanya unavaa kanzu, unatulingania tuache kuvuta bangi. Kwa hiyo watu hawaamini. Ma antum illa basharun mithluna. Na waovu wako hivyo hivyo, yani ukiwa muovu afu baadaye ukabadilika, waovu hawakubali mapema. Firauni alipojiwa kulinganiwa na Musa. Musa anamwambia Firauni, mimi ni mtume, nimekuja kwenu, inni rasulun min rabbil alamin. Sasa Firauni amuuliza Musa, wewe si ulikaa hapa kwetu na kuna mtu si ulimua hapa? Musa akasema ndio. Sasa itawezekana vipi Mola atume mtu ambaye aliwahi kuua, tuliwahi kumlea wenyewe hapa? Maana Musa aliua pale kwa Firauni, sina tukakulea, halafu leo eti unakuja unasema mimi ni nani? Ni rasuli. Musa akasema ndio, fa'altuha idhan wa ana min adh-dhalin, ni kweli nilifanya, lakini wakati huo nilipofanya nilidhulumu nafsi yangu, nilikosea kama binadamu. Fafarartu minkum lamma khiftukum, na nilikimbia pale nilipoogopa kwamba mtaniua. Fawahaba li rabbi hukman waj'alani min almursalin, lakini nilipokwenda huko Allah akanipa hukumu, akanichagua nikawa ni miongoni mwa mitume. Firauni akasema, inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun, ni kweli wewe ni rasuli, lakini utakuwa ni rasuli mwenda wazimu. Basi kwa mwishoni libakia ni matusi. Mtu anafanya makosa na inafika hatua anatubia,
Lakini akitubia waovu hawataki kukubali kwamba huyu mtu sasa amefanya nini, ametubia, si mwenzetu. Hawataki hicho kitu, wanataka wakuone kila siku uko nao katika majambo yao. Kwa hiyo wale watu wakawaambia, ma antum illa basharun mithluna, hamkuwa nyinyi ila ni watu mfano wetu. Wama anzala arrahmanu, na hakuteremsha mwingi wa rehma, min shay'in chochote, min shay'in chochote. Wama anzala arrahmanu, na wala hakuteremsha mwingi wa rehma, min shay'in chochote. In antum, hamkuwa nyinyi, illa takdhibuna, ila mnasema nini? Mnasema uongo. In antum, hamkuwa nyinyi, illa takdhibuna, ila mnasema nini? Uongo. Nyinyi ni waongo. Qalu, wakasema, rabbuna, mola wetu. Wakasema kina nani? Wale watu watatu wale mitume. Qalu, wakasema, rabbuna, mola wetu, ya'lamu, anatambua, inna, hakika sisi, ilaikum, kwenu nyinyi, la mursaluna, ni wenye kutumilizwa.